Habari zenu, karibuni sana Utafiti Institute. This is our introduction video whereby we'll tell you what is Utafiti Institute na nini tutakuwa tunafanya katika hii platform. Kama unavyoona, Utafiti Institute ni jina lina Kiswahili na Kiingereza, na hapa chini tunasema research kwa lugha rahisi kabisa, kwa maana kwamba ni platform ambayo itakuwa inakuletea maudhui ya tafiti ama research katika lugha ambayo ni nyepesi, lugha ambayo inaeleweka, na lugha mchanganyiko ambayo itakuwa ni rafiki kwa kila mtumiaji. Utafiti Institute ni kitu gani? Hii ni platform, ama in YouTube here it's a channel, lakini it's a platform kwa sababu tutakuwepo katika other social media platform as well, ambayo inakuletea maudhui ya tafiti ama research kwa lugha mchanganyiko maarufu kama Kiswanglish. Tunafahamu kwamba kuna platform mbalimbali hapa YouTube na mahali pengine ambapo either zinakuletea maudhui ya research kwa lugha ya Kiingereza, English ama lugha ya Kiswahili peke yake. Na hiyo kwa namna nyingine inaweza ikawa ni changamoto kwa baadhi ya watumiaji. Kwa mfano it's a full English platform, kuna baadhi ya watumiaji inakuwa ni changamoto kwa kuelewa maudhui yote, na when it's a full Swahili platform pia ina changamoto yake kwa sababu matumizi ya lugha ya Kiswahili kama tunavyofahamu. So hii lugha mchanganyiko sio tu maana ya kuchanganya Kiingereza na Kiswahili, lakini ni lugha nyepesi ambayo kila mmoja atafaidika, ikiwemo wanafunzi, walimu, wanachuo, wakufunzi, wahadhiri, wafanyakazi ambao wanafanya kazi katika maeneo ya research, na wahitaji wa maudhui ya tafiti. Kwa hiyo Utafiti Institute ni Kiswanglish ambacho kinamaanisha kwamba ni platform inayoleta maudhui ya research katika lugha nyepesi. Tutakuwa tunaongelea nini hapa Utafiti Institute? So kwa kifupi tu, Utafiti Institute tutaanzia mwanzo kabisa, not only namna ya kuandaa mada ya tafiti ama research proposal, but yani kuanzia kwenye kulizaa wazo la tafiti. Ufanye utafiti katika eneo gani, namna gani unaweza ukapata wazo la tafiti, unaweza vipi ukaandaa ile proposal yako ikawa yenye mantiki, ikawa yenye uzito kwa yule ambaye anaenda kuisoma. Vile vile namna gani unaweza ukakusanya data, ziwe qualitative au quantitative, namna ya kuchakata data, maana yake data analysis. Tutazungumzia kwa upana zaidi softwares mbalimbali, both qualitative na quantitative, kama vile SPSS, Stata, NVivo, Atlas TI, Deduce na zinginezo kama MaxQDA. Vile vile tunaweza vipi mtu akafanya a literature review. In a nutshell, a literature review ile ambayo inaingia au inakuwa sehemu ya research proposal yako, au zile widely known kama systematic reviews, namna gani mtu unaweza ukafanya kama sehemu ya utafiti wako. Vile vile namna ya kuandaa dissertation kama wewe ni mwanafunzi, ama ripoti yako kama wewe ni mfanyakazi au consultant ambaye unafanya kazi maeneo yanayohusiana na tafiti. So tutakuwa tunaleta maudhui mbalimbali kila baada ya muda kama nilivyosema, lakini vipi unaweza ukapata haya maudhui ili yasikupite wewe mdau ama muhitaji au mlaji wa haya maudhui ya tafiti? Subscribe to our channel ili pale tunapoweka video mpya upate notification haraka. Like and share ili wafikie watu wengi zaidi wanaohitaji maudhui ya namna hii. Also follow us on LinkedIn kupata updates mbalimbali. Karibuni sana Utafiti Institute. Stay tuned for our video. Pia usisahau kucomment hapa chini unafaidika vipi, au mada gani ambazo ungependa kuzisikia zaidi kutoka Utafiti Institute. Asanteni sana.